Haleluya, mtu wa Mungu, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Sababu mojawapo iliyonishawishi na kunifanya mimi nitamani na niwe na shauku kubwa ya kutaka kulelewa na watu wanaonilea, moja ilikuwa ni utaratibu wao wa usimamizi kwa watu wanaowalea. Sababu ambayo ilinifanya mimi nione nami ningetamani kulelewa na watu wa namna hii, ningetamani kulelewa na mchungaji wa namna hii. Kwa nini nilitamani kulelewa na watu hawa? Kwanza nafahamu kwamba kwa sehemu kubwa wanadamu tunakosea, tumekosea mambo mengi, ni kwa sababu pia tunaishi kiholela, tumekosa usimamizi. Uhuru mwingi umeleta uharibifu mkubwa kwenye maisha yetu. Kujisimamia tumeshindwa kwa sehemu kubwa. Uholela wa maisha mwingi kwa maisha ya mwanadamu ni kwa sababu hakuna mtu wa kumkanya na kumkemea kwamba hiki unachokifanya ni kibaya na hutakiwi kukifanya. Acha mara moja, acha, kitakuumiza. Hiyo imepelekea wanadamu wengi kuingia kwenye hatari na kwenye namna nyingi za maumivu ambazo zimepelekea vilio vingi kwa ulimwengu mzima kwa sasa. Sasa mimi nilipoona watu ambao wanasimamia washirika wao, nilitamani sana kulifahamu hilo kanisa kwa haraka sana, na nilijua pengine ni maigizo nilipojua kwamba ni watu ambao wanamaanisha kweli. Lakini nataka nikwambie utaratibu wao ukoje, nini ambacho kilinivuta sana kwao. Moja kati ya kitu ambacho kilinivuta kwao, nilifuatilia mahubiri wakihubiri ya kwamba uwe tayari kukemewa mbele ya watu wote, uwe tayari kukosolewa mbele ya watu, uwe tayari kudhalilishwa unapotaka kuungana na imani hii. Kwa hiyo uje ukiwa umekubali kutawaliwa juu ya mambo yako yote, hususani kuhusiana na swala zima la imani uliojiunga nayo. Na kwa kuwa nilijua nia yao ni nia ya Kristo, mesi kusita wala akikuwa kigezo kikubwa sana kwao. Nilitamani sana mara moja nipate watu watakaoweza kuniambia hapa pabaya, hicho ni kibaya, hicho kitakugharimu, hicho kitakuumiza. Sababu kunipa heshima kubwa, kwa sababu kwa sehemu kubwa wanadamu tunataka kusifiwa. Mwanadamu ametawaliwa na ametawaliwa na sifa, yani anapenda kusikia habari njema, habari zitakazomfariji, habari zitakazomfurahisha, habari zitakazomfanya yeye ajisikie vizuri. Huyo ndio mwanadamu, yani mwanadamu hayo ndio anayotamani kuyasikia muda mwingi sana kwenye maisha yake. Kwa hiyo nilijua kabisa kwamba nikiendelea kupata hizi sifa za kwamba tunaona huduma, unajua vizuri kuhubiri, unajua vizuri, tuweza kutokeza kusudi ambalo Mungu aitamani litokee kwenye maisha yangu. Kwa hiyo nitamani kukutana na mtu atakayekuwa tayari kunilea na kunikosoa kwenye udhaifu wowote, kwenye chochote atakachokiona mimi nimekosea, anikaripie, anionye. Nije sasa kwenye pointi yangu ya msingi au kwenye sababu iliyonisukuma kutaka kueleza yote haya ni kwa nini. Kwanza niseme familia ya Kikosi Kazi cha Injili duniani kote wana miongozo yao. Wanacho kitabu hiki ni kitabu cha mwongozo, sijui kama utakiona vizuri. Ni kitabu cha mwongozo wa Kikosi Kazi cha Injili. Hiki ni kitabu ambacho kwa yoyote unayetakiwa kujiunga na familia ya Kikosi Kazi, mimi nasema familia ya Kikosi Kazi, lazima ukisome vizuri sana hiki kitabu. Yaani ukikisoma hiki kitabu ndipo ufanye maamuzi ya kujiunga na Kikosi Kazi cha Injili. Kama umesoma hiki kitabu, kuna vitu vingi unaona kama vipo kinyume au vipo kushoto na wewe, tafadhali sana usichukue hatua yoyote kujiunga
na kikosi kazi cha Injili, kwa sababu sisi tunasimamia sana mwongozo wetu ambao ndio tulioukuta kwa mwasisi wetu wa kikosi kazi cha Injili. Akukurupuka kuandika kitabu hiki, akukurupuka kukiweka kitabu hiki, kukileta kwetu kitabu hiki. Kitabu hiki kina kila kitu, kina kila kitu juu ya habari ya kikosi kazi cha Injili ni nini. Nimeona mko watu mmekuwa mkiinuka mitandaoni na kutokana sana matusi juu ya maamuzi yoyote yanayotolewa na muasisi wa kikosi kazi cha Injili. Huonekana kama ni mchungaji katili, mchungaji asiye na nidhamu. Nimeona mko watu mmekuwa mkitukana sana, watu wamekuwa kiongea kwake na wengine mmekuwa mkitukana matusi kabisa kwamba anafuatilia uhuru wa watu wake, anawabana watu wake. Ndugu yangu, tunacho kitabu cha mwongozo ambacho ndicho anachotumia kila anachokifanya. Akurupuki, akitungi kwenye ufahamu wake. Anatumia hiki kitabu ambacho alikiandaa, na nafikiri aliandaa hiki kitabu alijua hayo mnayoyanena na kuyazungumza mnaweza mkatokea watu mtakao kuwa mkilopoka hayo mnaolopoka. Lakini kwa sababu hamjui kikosi kazi kimetoka wapi, hamjui imani hii imeanzia wapi, hamjui imani hii misingi yake ni ipi, hamjui yote haya, na ndio maana mna uwezo wa kulopoka lolote. Hii ni tofauti sana na imani ulizowahi kuzijua au kuziona. Ni imani ambayo imekusudia kumtengeneza mtu atakayeweza kutokeza picha ya Mungu, kusudi la Mungu. Kwa hiyo shauku na kusudio la muasisi ni hilo. Lengo na nia linabaki pale pale juu ya kile ambacho yeye ameikiwa na Mungu kuweza kukifanya kwa ajili ya kumtengeneza mtu wa sura na picha ambao Mungu alitaka atokeze kupitia uhubiri wake au utumishi wake. Kwa hiyo usiweko mtu tukasema kama hivyo amtopata washirika, amtopata watu wa kuungana na nyinyi, hatuna shida, wala hata yeye mwasisi wa kikosi kazi hana shida yoyote na washirika. Yeye ni kuendelea kusema kile ambacho Mungu amekiweka ndani yake. Lakini yule uliyetamani kuambatana, kusimama, kuwa sehemu ya kile anachokifanya, basi lazima uwe tayari kufata yale yote yaliyoandikwa kwenye hiki kitabu. Uwe tayari kwa hiari yako mwenyewe, sio kwa kushurutishwa, sio kwa kulazimishwa. Wewe mwenyewe uhiari. Lakini pia uko utaratibu ambao umewekwa, ambao pamoja na kwamba kikosi kazi wanakagua simu, tunakagua na vitu vingi sana, lakini pia tunafanya sana kwa yule aliye tayari. Haulazimishwi. Wewe kama hutaki, unaona kama hayo ni mambo ya kuingiliana katika utawala binafsi au uhuru binafsi, basi tutakuacha. Hautolazimisha kwamba lazima, kwa nini basi jitenge. Sisi tunajua kabisa pia na wewe huenda unaendelea kujifunza, bado hujawa tayari kuambatana au kuwa sehemu ya kikosi kazi. Kwa hiyo sisi wanaokuja kujifunza ni wengi, wanaokuja kutusikiliza na kutaka kujua misimamo, nia ni wengi, ila walio tayari sasa kutaka kuwa sehemu yetu ya kikosi kazi lazima wawe tayari. Uwe tayari kukosolewa, kukaripiwa, kukemewa, kuambiwa maovu yako peupe mbele ya watu wote. Hiyo uwe tayari. Kwa hiyo yeyote ambaye anaendelea na imani, tunaamini ana uhiari, ana utayari wa kukemewa, kuambiwa lolote kwamba hiki ni kibaya, hiki utakiwe kufanya. Huyo ndiyo anaendelea na imani. Miongoni mwa vitu ambavyo unasisitizwa sana hata unapojiunga kikosi kazi, naambia
Nikisoma katika ile sura ya kwanza katika kitabu hiki cha mwongozo wa kikosi kazi, ule ukurasa wa 11 pointi namba 21 inasema hivi: asiwe, yani mtu anayejiunga na kikosi kazi asiwe ni mtu wa kupenda sherehe au tafrija, yaani mahali palipo na vyakula, vicheko, mizaha. Hiyo kitu amenukuu andiko kutoka katika kitabu cha Mhubiri 7:4, lakini pia na Zaburi 1 mstari wa 1 hadi wa 3. Amenukuu vitabu hivyo. Lakini pia ukija pointi namba 22 inazungumzia masuala ya usafi. Mtu yeyote utakaye kusudia kuwa sehemu ya kikosi kazi cha Injili ni lazima ukubali, ujifunze na uanze jitihada, hatimaye uhakikishe unaishi maisha yenye usafi wa mwili wako, mazingira yanayokuzunguka na roho yako pia. Hii ni kwa sababu tumekusudiwa kuwa watu ambao kila kitu kitakachoonekana kwetu kiwe kielelezo au kiwe kinamfunua Kristu, kama Mtume Paulo anavyomwambia Timotheo mwanaye kuwa mtu awaye yote asidharau ujana wako, bali awe kielezo kwa waaminio katika usemi na mwenendo, na katika upendo na imani na usafi. Hiyo Timotheo wa kwanza 4 na ule mstari wa 12, ukisoma utakutana na maandiko kama haya. Pia watu wamjue Kristo kwa kuyaona matendo yetu, mwenendo wetu, naam, hata muonekano wetu. Hiyo utaipata katika Petro wa kwanza 3 anzia mstari wa 1 hadi wa 4. Kwa hiyo hii ni kitu ambacho ameviweka wazi Baba, ameviweka kwenye kitabu hiki. Kwa tunapokosoana, tunaporekebishana, tunatafuta mtu atakaye kuwa kielelezo kwa jamii yake, kwa watu wanaomzunguka, kwa jamii inayomzunguka. Kwa kila kitu kiko wazi, sio kwamba anakurupuka, sio kwamba ametunga au ameanza leo. Huenda wewe ndo umeanza leo kutufuatilia, au ndo naanza kumjua leo kumfuatilia huyu mtu, hujamjua alikotoka. Sasa lakini ikumbushe pia kwamba katika sura ya kwanza pointi namba 21 mwongozo wa kikosi kazi, ukisoma ukurasa wa 14 pointi namba 21C inazungumzia usafi wa roho. Ndishi anasema sisi kikosi kazi cha Injili hatuamini katika usafi wa rohoni unaobakia huko rohoni, bali tunaamini katika usafi wa roho ambao utaonekana katika maisha yako kwa matendo anayoyafanya miongoni mwa vifaa ambavyo vinahusika sana kusambaza, kujadili na kujifunza dhambi ni simu za mkononi. Kama maandiko yanavyotaja kuwa sisi ni nuru ya ulimwengu, imetupasa kuwa na ushuhuda mzuri katika kusanyiko letu na nje unakoishi au kufanya kazi. Yale unayoyafanya sirini uwe na uwezo wa kufanya mbele za watu na kumtukuza Mungu unayemwabudu. Hivyo kikosi kazi cha Injili tunao utaratibu wa kusimamia maisha ya wana kikosi kazi wawapo kanisani, nyumbani na kazini. Katika usimamizi huo kiongozi aweza kukagua, kiongozi aweza kukagua
simu yako ili kujua mawasiliano yako. Ikiwa utahiari na kutaka kuwa chini ya malezi yake, lengo ni kukuepusha na mawasiliano yanayoweza kuchochea au kukushawishi kufanya dhambi. Aweza kufanya ukaguzi wa simu yako tu au kwa kanisa zima. Zoezi hilo linahusisha watu walio na zaidi ya miezi mitatu kanisani, si wote, kwa wenyeji, yani walio tayari, yani wale walio kuwa sehemu ya familia hiyo, au kukaguliwa ni lazima, yani ni lazima ukaguliwe. Na hii yote ni kwa sababu ya mustakabali wako wewe mwenyewe, kwa sababu umeiali kuchungwa na kulelewa na kiongozi huyo, kwa anao uhuru. Kwa hiki kitabu kipo wazi sana. Ameandika, sio kwamba haya yapo tangia kanisa hili linaanza. Usione kama kakulupuka kwenye lolote unaoliona huyu mtu anakemea au anafanya au anafukuza, ukajua mbona sasa anafanya. Ameweka, ni utaratibu ambao upo na ushaambiwa kabisa. Ukisha kutwa na mahusiano au una chati za ajabu ajabu, utafukuzwa. Huo ndio utaratibu ambao umewekwa wazi, utafukuzwa. Sio kwamba utatengwa, utafukuzwa. Kwa ni hiari kwako kutubu. Hayo tu. Ukisoma ukurasa wa 15 katika sura ya kwanza hii katika mwongozo huu, ndika NB hapa, msimamizi wa kikosi kazi cha injili wa mahali husika au msimamizi mkuu wa kikosi kazi cha injili anaweza kukutembelea nyumbani kwako au kazini kwako, akatoa maoni ya usafi na kushauri baadhi ya mambo ambayo yakiboreshwa yataleta heshima kwako na kwa Mungu pia unayemwabudu. Kiongozi hatofanya hayo kwa lengo la kukudhalilisha, bali kuboresha maisha ya watu anaowalea katika Kristo. Kwa kusoma huu mwongozo, nafikiri mtakuwa mmemwelewa Mbarikiwa Mwakipesile kwamba si mkurupukaji kwa kila anachokiamua au kwenye maamuzi yoyote mnayoyaona ameyafanya. Maana nimeona kuna klipu ambayo imekuwa ikiendelea sana mitandaoni na imekuwa na matusi mengi yetu, kwamba watu wa Mungu tuliokuja kikosi kazi ni watu ambao tumeona hatuwezi, tumeshindwa peke yetu, tunahitaji msaada wa Mungu, lakini tunahitaji mtu wa kutulea. Wakati tunamwendea huyo Mungu, aweko mtu ambaye huyo mtu atakuwa sauti ya Mungu wa kutuambia kwamba hapa hapana, hiki hapana. Ni sasa hamtukane mbele ya watu, ndo amseme vibaya vile, amdhalilishe vile, ndo nini sasa vile? Ndo imani gani vile? Alishindwa kumuita na kati yule alikuwa ni msaidizi wake. Nisikilize vizuri mtu wa Mungu. Usijifanye una hekima kuliko Biblia hii. Hii Biblia ina hekima kuliko wewe. Kuliko wewe. Wako watu kwenye Biblia hii waliambiwa maneno magumu na alikuwa karibu na Mungu na alikuwa ni watumishi wa Mungu, lakini aliambiwa maneno ambayo ungekuwa ni wewe mwenzangu na mimi, sidhani kama ungeiona kama hiyo tena ni imani au huyo mchungaji unaweza ukaendelea naye tena. Kuna Petro alikemewa na Yesu, ondoka kwangu ukikwazwa kwangu ewe shetani. Unafikiri ilikuwa ni neno jepesi lile? Unaambiwa shetani, mtu unamwamini muda wote afu umeacha mambo yako unamfuatilia afu anakuita shetani. Ingekuwa kizazi hiki mngesemaje? Mngecomment mpaka mfe. Kwa sababu sasa hiki kizazi tunajihisi tuna hekima kuliko Biblia. Tunahisi tuna hekima kuliko maandiko matakatifu ambayo Mungu aliyaleta kwetu. Ngoja nikusomee maandiko hapa ambayo msikilize Timotheo anavyoambiwa. Timotheo wa kwanza sura ile ya 5 na ule mstari wa 20. Sikiliza hapo. Watu wa Mungu waje, wale wadumuo kutenda dhambi uwakemee mbele ya wote, ili na wengine waogope. Sio waite pembeni, sio muite pembeni, wakemee mbele ya wote. Ila mwenye hekima ambao unahisi una hekima kuliko, una akili kuliko Biblia, hana hekima. Huyo mchungaji gani
anadhalilisha watu hivyo. Ndugu, ni Biblia hii Biblia hii ibebe kwa uzito wake. Ni kweli hata mimi ninaongea huenda kwa kiwango kikubwa sijaishi Biblia, ila natafuta kuishi Biblia, kwa sababu ningeishi Biblia nisingekuwa kwenye uhuru huu, kwa sababu kuishi Biblia ni kucheza na hatari. Kuishi Biblia ni kukamata moto, ni kuamua kukomaa tu kwamba huu moto unaunguza, lakini mimi nitaendelea tu kushikilia hivyo, kwa sababu huu moto nina kazi nao. Yaani umeshika ambako moto unawaka, sawa na kuishika Biblia au kutembea na maandiko matakatifu. Bila shaka mnajua babangu Mbarikiwa Mwakipesile mpaka sasa yuko katika maeneo ya sintofahamu. Hakuna anayejua wapi aliko. Hata sisi watoto wake tunapata kumwona tu mitandaoni, bado hakuna mwenye kujua yuko wapi hasa. Lakini unaweza ukaona sababu hasa ya kile alichokibeba, na jamii na watu wengi wamemtafsiri wanavyoweza kumtafsiri, na kila mmoja amemtafsiri kwa sura na kwa namna anavyomwelewa. Lakini yote hiyo ni kwa sababu yeye ameamua kutoacha kitu kwenye hii Biblia, ameamua kutoacha kitu kwenye Biblia. Yaani ameamua kuibeba kama ilivyo, ameamua kutembea nayo na kuishi kama ilivyo, kitu ambacho mimi na wewe ndo hatuwezi. Sasa tunaendelea kujificha nyuma ya cover ya Biblia, na tunaamini, na ndio maana tunasema kwamba hata kutowaambia watu maovu yao ni hekima, kwa kuambia watu kwa siri. Labda nikwambie ni kwa nini unatakiwa kuambia watu hadharani maovu yao. Nilishawahi kusema hata kipindi cha nyuma kidogo kwamba kosa moja linalofanywa na mtu mmoja huwa hufanywa na watu zaidi ya mmoja. Hivyo hilo kosa, kama tu utadili na huyo mmoja kwenda kumwambia kwa siri, ili madamu yule mtu alilifanya lile kosa hadharani, tayari wale waliokuwa ni wanufaika wa lile kosa hawataona kama ule mtu alikosea, wataendelea kukosea kama vile walivyopokea ile elimu kutoka kwa yule mtu aliyekosea. Kwa nini sasa tunapaza sauti? Tunapaza sauti iwafikie watu wengi kiwepesi, kuanzia muhusika mpaka wale watu aliowasambazia upotofu ule, nao wasikie na wajue kwamba kumbe tulikuwa tunasikiliza kitu ambacho kimepotoka, hakina uhalisia, hakina ukweli. Ndio maana sasa unatakiwa uambiwe kwamba hiki ni kibaya, hiki si kitu kizuri, hiki si kitu chema, hiki hapana, hatutakiwi kushughulika nacho. Kwa nini? Kwa sababu umeshasikia mtu akikemea, umesikia mtu akitoa ufafanuzi, umesikia mtu akifafanua ubaya na madhara ya kile kitu ambacho uliambiwa kuwa ni faida. Lakini kama utaitwa wewe mwenyewe peke yako, utaambiwa kwamba pale umekosea. Wale ulio kule ndio wamepotea moja kwa moja. Ndio maana unaona injili ya baba yangu inaonekana iko kinyume sana na watu wengi, na huwa watu wengi utafsiri kwamba ni mtu ambaye anashambulia wahubiri wenzie, ni mtu ambaye hana nidhamu, ni mtu ambaye anashambulia watumishi wengine. Iko hivi, jambo ambalo unatakiwa uelewe kwamba kuhubiri kabisa, hatuhubiri kwa sababu ya ile mihemko tulionayo, hatuhubiri kwa sababu tunatamani watu wengi wavutiwe na sisi jua kile tu tunachokihubiri. Hapana, tunahubiri kwa sababu ya lile kusudi na ile nia ya Mungu, ile maana na kusudi ambalo Mungu alitamani liwafikie wanadamu, alitamani liwe msaada kwa kizazi na kwa watu wote. Hatuhubiri kwa sababu watu wangetamani tuwahubirie hivyo au wanapenda tuwahubirie hivyo. Tunahubiri kwa sababu Mungu ametaka tufanye hivyo, lakini tulio wengi tunakwepa ule wajibu ambao Mungu ametuita nao. Soma, watu wa Mungu wanatambulika, ndio, jamii inawatambua, ndio, lakini tawala zinatamani wafanye vile yani vinavyotaka tawala. Wanapingana na sauti ya Mungu, wanaambia wanawatabiria uhalisia wa mambo yalivyo, lakini wanapingwa, wanaanza kuwindwa kwamba hapana, huyu mtu anatakiwa kuuawa, haiwezekani. Kwa nini? Kwa sababu anaonekana ni kama anakwenda kinyume na tawala. Na ni kweli
hata sasa tawala tulizo nazo kwa sehemu kubwa, hii si kwetu tu Tanzania, kwa Afrika kwa ujumla, kwa sehemu kubwa tawala zinatamani sana tuhubiri mambo yatakayoifariji serikali, yatakayofariji tawala zetu, mambo yatakayofanya tawala zetu zijisikie vizuri. Ikionekana kama unagusa au unakosoa au unaonyesha madhara na namna watu wanavyoweza kuumia kwa sababu ya utendaji mbovu wa mazingira fulani, unaonekana ni kama unaishutumu na kuishambulia serikali, basi hapo uinuka vikwazo na vita mbali, uonekana kama wewe ni mkaidi, wewe unajifanya kuwindwa, kuuawa, yani. Lakini haya yote ni kwamba hayaanzi kwetu tu, tunajaribu kuangalia hata wasisi waliotutangulia. Tukianza, Kristo baba yetu alikufa kwa sababu pia alipewa kesi ya uhaini. Ilionekana ni kwamba anapotosha watu wasilipe kodi kwa serikali yake. Yako mashtaka ambao walikuwa na mshtumu ambao yanaonyesha kwamba huyu mtu anapotosha watu kwamba wasilipe kodi. Kwa kuna mahala utapita utatafutiwa tu zengwe. Kwa hiyo nina uhakika kabisa kwamba hata sasa haya mambo hayakuishia kwa wale wenzetu. Neema ya Mungu iwe pamoja nawe sana kwa kina sana juu ya habari hizi. Mungu awabariki sana. Asante kwa kunisikiliza.